ushirikiano huu, taifa linaenda kuwa na msingi imara wa kukuza ajira, ubunifu na ushindani katika uchumi. Hivyo, serikali inaendelea kuweka mkazo katika kuimarisha elimu inayozingatia ujuzi, yani skills and competence based education. Lengo ni kuona kuwa kila mhitimu anatoka akiwa na uwezo wa kufanya kazi, kujitegemea na kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Aidha, inalenga kujenga uchumi wa viwanda unaotegemea rasilimali watu wenye ujuzi na ubunifu. Hili haliwezekani bila kuwa na mitaala inayokwenda sambamba na mahitaji ya soko, na hapa ndipo umuhimu wa mtaala huu mpya unapojidhihirisha. Mafanikio ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi yanategemea kwa kiwango kikubwa ushirikiano madhubuti kati ya vyuo vya mafunzo, sekta ya viwanda na wadau wengine wa maendeleo. Ushirikiano huu una mchango mkubwa katika kuhakikisha kuwa mafunzo yanakuwa na tija na yanaendana na mahitaji halisi ya soko la ajira, yanatoa fursa za mafunzo katika mazingira halisi ya kazi, pamoja na kuwezesha uhamishaji wa teknolojia na maarifa ya kisasa. Aidha, unachangia katika kuwajengea uwezo wa kufunzi ili waendane na mabadiliko ya kiteknolojia na kuongeza ubora wa mafunzo yanayotolewa, huku ukipanua fursa za ajira kwa wahitimu. Kwa msingi huo, napenda kuipongeza Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kwa kushirikiana na Aluminium Emirates Profile kwa kuonesha mfano bora wa namna ushirikiano kati ya vyuo vya mafunzo na sekta ya viwanda unavyoweza kuleta matokeo chana na yenye tija kwa maendeleo ya taifa, kama vile ambavyo alieleza Naibu Katibu Mkuu hapa. Na kiukweli huu utakuwa mfano bora wa program tulioanzisha ya mashirikiano kati ya vyuo vya mafunzo na sekta ya viwanda. Kwa niaba ya Emirates Aluminium and Glass Company Limited, napenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na VETA kwa kuona hata na kukubali kushirikiana na sisi kama Emirates na kukubali kuanzisha ushirikiano huu ambao kwa pamoja unalenga kuleta mabadiliko chanya kwenye eneo la aluminium na glass kwa ujumla wake. Tunakwenda kuanza kufundisha vijana wadogo wanaomaliza darasa 7 form 4 waanze kujifundisha kazi hii na kuona kama ni ajira rasmi, ambapo wataingia mtaani na kwenda kujiajiri moja kwa moja kupitia kazi za aluminium na glassworks. Sekta ya aluminium, Mheshimiwa mgeni rasmi, imeendelea kukua kwa sababu hakuna namna unaweza ukaitenganisha aluminium na maisha bora kwa kila Mtanzania. Hivyo ni vitu ambavyo vinaungana moja kwa moja. Maana maisha bora kwa kila Mtanzania yanahusisha Mtanzania kuwa na makazi bora, nyumba nzuri. Kwa hiyo tukisema maisha bora kwa kila Mtanzania, automatically aluminium na glasi zina sehemu yake. Kwa hiyo biashara hii ni biashara ambayo tunaiona ni ya leo na miaka mingi ijayo. Ni tulazimu kuweza kuingia makubaliano na wenzetu wa Emirates Aluminium kuona ni namna gani tunaenda kutengeneza mtaala, na huu mtaala ambao utakidhi mahitaji ya soko la ajira, ambapo soko la ajira wao wanajua, wanakutana na mafundi, wanakutana nao na kuona kwamba hawa mafundi wanatakiwa watengenezwe vipi. Na katika kipindi ambacho walikaa wataalamu kutoka Emirates Aluminium na wataalamu wa VETA, waliweza sasa kuona ni namna gani tuna uwezo wa kutengeneza mtaala ambao utaweza kugusa na kutoa mafunzo ambayo yatakuwa na ubora na viwango vile vinavyohitajika, na katika kuwawezesha Watanzania kupata ujuzi ule ambao utawawezesha kufanya kazi katika viwango vizuri. Isije katokea kwamba mtu ana ujuzi kaenda kufanya kazi, mwisho wa siku ile kazi baada ya miezi 2-3 imeharibika, imekuwa haifai, tukaanza kumlaumu. Kumbe lawama zilikuwa zinatakiwa zisiende kwake fundi, lawama zilikuwa zinatakiwa zianze kwa yule anayemfundisha fundi. Sasa mwenye jukumu la kumfundisha fundi, manake kwa serikali sisi kama VETA tumepewa jukumu hilo. Kwa hiyo unaweza kujikuta VETA tulikuwa tunajitengenezea lawama ambayo tulikuwa hatuijui, lakini kumbe tulikuwa tunatakiwa tuifanyie kazi.
Kwa juhudi zilifanyika kuhakikisha kwamba tunatengeneza mtaala ule kwa kupitia wataalamu kutoka kwenye kiwanda cha Emirates Aluminium ambao wamefanya kwa kazi kubwa na kwa muda mrefu, wamejitahidi kutuambia nini kinachotakiwa kufundishwa, na sisi kama watekelezaji tuliweza kuhakikisha kwamba tunaandaa huu mtaala, na tunashukuru mtaala ule ulipita process zote zinazotakiwa za kuona kwamba una ubora na viwango vinavyohitajika kwa ajili ya kutolea mafunzo. Kwa hiyo ilipita katika vyombo vya ndani vya VETA, ilipita kwa wadau, na mwisho wa siku ulienda kwa regulator ambaye alienda kuupitia na kuuthibitisha kwamba mtaala huu unaweza kutumika kutolea mafunzo katika eneo hili. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunasema ni study ambayo ndo mara ya kwanza imetengenezewa mtaala unaojitegemea, lakini mtaala huu kwa kushirikiana sasa na wenzetu kiwanda kutengeneza huu mtaala. Kwa hiyo jambo hili na lenyewe pia limetupelekea sasa kuona yale ambayo serikali inatuelekeza sisi kama vyuo kushirikiana na viwanda na waajiri kuhakikisha kwamba tunatengeneza mitaala ambayo inaendana na mahitaji ya soko la ajira, ambayo inaendana na kwamba mtu akifundishwa, akipewa ule utaalamu, akienda basi mtaani ana uwezo wa kuutumia na ana uwezo mwisho wa siku wa kutekeleza shughuli mbalimbali na mwisho wa siku kujiingizia kipato.